Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 16, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Mika, sura ya 7, aya ya 14 hadi ya 15. Na aya ya 18 hadi ya 20. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 12, aya ya 46 hadi 50. Karibu tusikilize Injili. Yesu alipokuwa katika kusema na makutano, tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wataka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Akawanyoshea mkono wanafunzi wake, akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji katika tafakari ya Injili tuliyotoka kuisikiliza hivi punde. Mpendwa katika Kristo, Injili ya leo inatualika tutafakari juu ya namna Yesu anavyotutambua kama ndugu zake. Tunaona Yesu akiwajibu watu kuwa ndugu zake ni wale tu wanaomcha Mungu. Wengine wanaweza wakawaza ni kwa namna gani Yesu anavyojaribu kuwakataa mama yake na baba yake, kama tulivyosikia katika Injili hivi punde. Yesu anatufundisha jambo ambalo ni tofauti kabisa na mawazo yetu. Mpendwa katika Kristo, kwanza kabisa ni kurudishe nyuma kidogo katika safari ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa katika Kristo, Injili ya leo inatualika tutafakari juu ya namna Yesu anavyotutambua kama ndugu zake. Tunaona Yesu akiwajibu watu kuwa ndugu zake ni wale tu wanaomcha Mungu. Wengine wanaweza wakawaza ni kwa namna gani Yesu anavyojaribu kuwakataa mama na baba yake, kama tulivyosikia katika Injili ya hivi punde. Yesu anatufundisha jambo ambalo ni tofauti kabisa na mawazo yetu. Mpendwa katika Kristo, kwanza kabisa ni kurudishe nyuma kidogo katika safari ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kutungwa mimba kupitia tumbo la Bikira Maria, malaika Gabrieli alipomtembelea na kumpelekea habari njema Maria kwamba atamzaa mkombozi, pamoja na wasiwasi aliyokuwa nayo Bikira Maria, lakini mwisho tunasikia Maria akikubali wito huu wa Mungu wa kumzaa mkombozi ambaye ni nafsi ya pili ya Mungu. Tunasikia mama Bikira Maria akijibu kwa kusema, na iwe kwangu kama ulivyosema. Rejelea Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 38. Hapa tunaona namna Bikira Maria alivyoungana na Mungu Yesu Kristo. Hivyo hapa tunajifunza kwamba kauli ya Yesu kusema mama yangu na baba yangu ni waliosikia neno la Mungu hakuwa na maana ya kukataa na kukaa mbali na ndugu zake, yaani mama na baba yake. Hapana. Pia kupitia kwa Yosefu, baba mlishi wa Yesu, tunakumbuka kuhusu habari ya Yosefu kumwacha Bikira Maria kimya kimya kwa sababu ya hofu ya mimba ya Bikira Maria, kwamba yawezekanaje haya? Alipanga kumwacha, lakini malaika anamtokea kwenye ndoto na kumwambia Yosefu,
usihofu kumchukua Maria mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye akaamua kuungana naye kumlea yule mtoto, yaani Kristo. Rejelea Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 20. Mpendwa msikilizaji, haya yote ni kutaka kuonesha kuhusu au kuondoa wazo hilo au wasiwasi huo wa Yesu kujibu waliomletea habari ya ndugu zake waliopo nje, yaani mama yake na baba yake, kwamba wazazi wake waliungana naye tangu mwanzo pale tu walipokubali wito wa Mungu. Hivyo mpendwa katika Kristo, turudi katika maana ya somo au injili, sehemu ya injili hii ya siku ya leo. Yesu anajaribu kuonesha namna anavyotupenda pale tutakapoamua kutambua makosa au dhambi zetu na kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwani anatualika kupitia neno lake, kupitia sakramenti zake na pia kupitia watu wake. Kupitia injili hii tunajifunza mambo kadha wa kadha katika maisha yetu ya kila siku. Jambo la kwanza ni namna gani tuoneshe upendo hata kwa wale tusiowajua. Tunaona Kristo Yesu akiwa na watu wasiokuwa wanamjua au watu ambao sio ndugu zake, tena watu mbalimbali na watu wa mbali na familia yake, lakini anaungana nao na kuwapa habari njema ya ufalme wa mbinguni. Yawezekana kati yao kuna waliokuwa wanahitaji uponyaji wa kiroho, au yawezekana kulikuwa na wanaohitaji faraja na matatizo mbalimbali. Anajumuika nao. Hivyo nasi tunaalikwa leo, mimi na wewe, tuweze kuwa watu wenye upendo kwa wote, watu tusiowakimbia wengine wenye matatizo, hata pale tunapokutana na wasiotujua. Jambo la pili tunalopata katika injili ya siku hii ya leo ni kujitoa sadaka. Yesu anajitoa sadaka na kuacha familia yake na ndugu zake kwa lengo tu la kuhakikisha watu wote wanapata habari za ufalme wa mbinguni. Tunaona wazazi wake wanamfuata kuonesha kwamba hakuwa nyumbani, hakuwa mazingira ya wazazi wake, hakuwa karibu na ndugu zake. Alitoka kwa ajili ya kuwapelekea habari njema, kwa ajili ya kuwapelekea wale wote wanaohitaji, tena kama sadaka kwa ajili ya wengi. Mara nyingine tunahangaika kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Hata hatupati muda wa kufanya kazi ya Mungu. Sipati muda wa kwenda kanisani, sipati muda wa kwenda kwenye jumuiya ndogo ndogo, sipati muda wa kwenda hospitalini kwa wagonjwa, sipati muda wa kuhudhuria misa, sipati muda wa kuimba kwenye kwaya, sipati muda wa kumwabudu Ekaristi, pia hata kufanya maungamo sipati muda. Hivyo ndugu msikilizaji, Yesu anatufundisha leo hii namna tunavyopaswa kuwa watu wa kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya kukamilisha kazi kuu aliyotuachia yeye, na kuonesha upendo kwa yeyote yule kwa kumpelekea habari njema ya neno la Mungu. Jambo la tatu tunalojifunza kupitia injili ya siku ya leo na la mwisho kabisa ni upendo. Kristo anaonesha namna alivyo na huruma na mapendo. Hata pale tunapoonesha kukosa uaminifu, bado anatuita. Anatufundisha maisha bora ya kwamba ni kumcha Mungu. Yesu anatuelekeza namna pekee ya kuwa naye, kwamba ni kufanya mapenzi ya Mungu au kufuata yale Mungu anayohitaji tuyafanye. Mpendwa katika Kristo, tunaalikwa zaidi tuweze kuwapenda ndugu zetu. Tuweze kuwapenda wote wale bila kubagua, huyu ni rafiki, huyu siye rafiki, yule ni ndugu yangu, huyu ni Mkristo, huyu sio Mkristo, huyu ni mkabila, huyu sio mwanajumuiya mwenzangu. Hivyo upendo wetu iwe kwa wote na uakisi maisha yetu. Na zaidi ya yote tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie moyo wa kupenda na kusaidia bila kuchoka,
ili tujijenge kuelekea ufalme wake. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri John Melita wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!